Naitwa Mohamed Janabi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo katika hospitali yetu ya taifa Muhimbili, Dar es Salaam, Tanzania. Leo tutazungumzia kuhusu intermittent fasting au kufunga. Either kula mlo mmoja au miwili ni aina ya intermittent fasting. Lakini tutazungumzia zaidi kwa nini mtu anatakiwa kufunga either kwa mlo mmoja au miwili. Kuna sababu kadhaa, sio kwa ajili ya kila mtu. Sasa kuna watu wanafunga, sababu yao ya kwanza kubwa ni kutaka kupunguza uzito, ambayo mimi sikubaliani nayo sana, kwa sababu uzito ni matokeo mara nyingi ya kitu kingine kinasababisha upande uzito. Na sababu kubwa inayofanya watu wapande uzito, kuna kitu kinaitwa insulin resistance. Chochote kile unachokula, unachoingiza mdomoni, mwili kwenye kongosho unatoa insulin kwenda kuchukua ile sukari au wanga ulioingiza na kwenda kuitunza kwenye ini kama mafuta, kwa sababu mwili hauwezi kutunza mafuta. Maana yake kwamba utakwenda, kama ni kitu kinachotokea kila siku au chronically, then utafika hatua kwamba ile insulin itakuwa haifanyi kazi vile inavyotakiwa, ndio kitu kinachoitwa insulin resistance, au kwa lugha rahisi kabisa ni kwamba uko kwenye stage moja kabla hujaingia kwenye kisukari kamili, pre-diabetes. Na imani kubwa kabisa, watu 9 kati ya 10 mnaotizama hii klipu hapa mnaweza kuwa na insulin resistance. Na ikitoka insulin resistance unaingia kwenye kisukari kamili. Sasa pale unapokuwa na insulin resistance ni kwamba mwili unaongezeka uzito, kwa sababu insulin kazi yake kubwa ni storage, na ili iweze kutunza inabidi igeuze hicho chakula kwenda kwenye mafuta. Ndio maana nasema uzito ni matokeo tu ya insulin resistance, na mnajua hata wale wenye kisukari type 2 wanaotumia vidonge, uzito wao uko juu, ni kwa sababu ya wingi wa insulin. Watu wengine kama nilivyogusia wana tatizo la kisukari, kwa hiyo wanajaribu kupunguza uzito ili kucontrol kisukari. Kucontrol namna gani? Sukari ikiwa sawasawa, ina maana kwamba vidonge vyao vitapunguzwa, sindano labda zitapunguzwa dozi, na hii ni matokeo ya kuanza na insulin resistance, unaishia kwenye kisukari kamili. Watu wengine hawana tatizo la insulin resistance, hawana tatizo la uzito mkubwa, anataka tu kumaintain uzito wake hapo ulipo. Hii ni sehemu nzuri zaidi ya kila mtu kuwepo, kwamba una uzito sahihi kufuatana na urefu wako, na ni rahisi kabisa. Chukua urefu wako kwa sentimita, toa 100, utapata kwa wastani uzito wako unatakiwa kuwa namna gani. Kwa mfano una urefu wa sentimita 180, ukitoa 100 ina maana unatakiwa kuwa roughly na kilo 80. Lakini kuna watu wanafunga hizi intermittent fasting kwa sababu ya kutaka kuongeza urefu wa maisha, longevity. Sasa of course kuna imani za dini, lakini naongelea kidaktari. Unapofunga, kinga yako ya mwili inakwenda juu, na inakwendaje juu? Kuna kitu kinaitwa autophagy. Autophagy ni pale mwili unapoongeza ile recycling ya vitu vichafu vilivyokuwa ndani, na hili lakini nitalielezea kwa kina zaidi. Kwa hiyo kuna watu wanafunga kwa ajili ya kuongeza maisha yawe marefu zaidi, na kwa sababu ya kubuild kinga, kwa sababu pale unapokuwa umefunga mwili ndani huko unaongeza recycling, lakini nitaongelea kwa kina kwenye slide zangu zinazofuatia. Wengine hana sababu yoyote katika hizo, anataka tu kuamka asubuhi, aoge, take a shower, anaingia kwenye chombo cha usafiri anachokitumia na kwenda kazini moja kwa moja, kwamba chai nitakuja kunywa baadaye. Kwa hiyo it's just a question of saving time. Kuna group la mwisho linafanya hizi intermittent fasting au kufunga kwa kitu kinachoitwa calories restriction. Yaani yeye anaamua kwamba kula kidogo kidogo mara nyingi kwa siku, lakini mlo mdogo mdogo. Sasa hii kidaktari ni mahali ambapo pana hatari zaidi, kwa sababu kadri unapokula kidogo kidogo
una trigger mwili wako utake chakula zaidi. Kwa hiyo kila saa 2 unaona unasikia njaa kwa sababu chakula kimeingia kidogo, umekula saa 3, umekula saa 4, na kila unapokula kama nilivyoeleza mwanzo, insulin itatoka nyingi. Insulin ikitoka nyingi, uzito utaongezeka. Kwa hiyo mnaona kuna sababu mbalimbali zinazofanya watu wafunge intermittent fasting, either kwa kula mlo mmoja au kwa kula milo miwili. Nini dalili kwamba wewe una insulin resistance? Kama nilivyosema pale mwanzo, wote mnaonitazama sasa hivi, 9 kati ya 10 ya nyinyi mnaonitazama sasa hivi mtakuwa na tatizo la insulin resistance. Na utajuaje kwamba una insulin resistance? Ukienda maabara yote ukiwaambia naomba mnipimie wingi wa insulini yangu au level of insulin ikiwa zaidi ya 6, ni kwamba hiyo ni insulin resistance au insulinemia. Kwa kina baba, kiuno kikiwa zaidi ya inchi 40 au kina mama 35, ni kwamba una tatizo la insulin resistance. Ukiwa na shinikizo la damu, blood pressure ya juu zaidi ya 140/90, una tatizo. Ukiwa unatumia dawa kutibu hilo tatizo, kwamba una tatizo la insulin resistance. Ukiwa na wingi wa sukari, fasting blood glucose ya zaidi ya 100 mg/dl, una tatizo. Na ukiwa na wingi wa mafuta, yani triglyceride ikiwa zaidi ya miligram 150 au HDL au ilikuwa chini ya miligram 40, una tatizo la insulin resistance. Kwa hiyo utaona bahati mbaya kwamba tunakosa kuwapata watu wakiwa kwenye hii stage ya insulin resistance, kwa sababu tungeweza kufanya kinga na matibabu hapa, watu wasingeingia kwenye kisukari kamili, kwa sababu ukitoka hii stage kama nilivyosema mwanzo ya insulin resistance, unaingia kwenye kisukari kamili. Sasa nini dalili zake? Ni mwendelezo wa zile nilizosema kwanza. Ukiona unatumia dawa za cholesterol kushusha cholesterol, ina maana kwa una insulin resistance. Au kwenye ngozi una hizi, tizama chini ya shingo ukiwa na hivi vidoadoa vinaitwa skin tags, hizo ni dalili za insulin resistance. Au chini ya kwapa mstari mweusi ni dalili za insulin resistance. Kina mama, upungufu au kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa. Kina baba, kuwa na ED au erectile dysfunction, nguvu za kiume kushuka chini, ni dalili za insulin resistance. Magoti kuuma ni kwamba ni dalili za insulin resistance. Kutofikiria sawasawa, kutolala sawasawa, na nguvu zako kwa siku, kwamba asubuhi unajisikia una nguvu sana, mchana umechoka, jioni umesikia una nguvu sana. Hiyo fluctuation of energy during the day ni baadhi ya dalili. Kwa hiyo hivi ni viashiria kwamba una tatizo la insulin resistance, na moja au tiba yake kubwa ni hili tunalolizungumzia leo, ni intermittent fasting au kufunga. Sasa nani afunge kwa kula mlo mmoja, nani afunge kwa kula milo miwili, tutajaribu kuelezea. Sasa kwa mfano, tuchukulie kwamba umeamka asubuhi, unasema leo nitakunywa chai saa 6 mchana, na ukala chakula cha jioni saa 2 ya usiku. Maana yake ni kwamba umefunga masaa 16 na umekula chakula masaa 8. Ukipushi zaidi kwamba okay, nitakunywa chai saa 6 na kula chakula cha jioni saa 12, utakuwa umefunga masaa 18 na kula chakula masaa 6. Ukipushi zaidi kidogo kwamba nitakula saa 8 mchana na ni yangu ya mchana, na nitakuja kula chakula cha jioni saa 12, itakuwa umefunga masaa 20 na kula masaa 4. Na ukisqueeze zaidi, pale ndo unapoingia kwenye mlo mmoja kwa siku, na unaweza kuchagua time yoyote. Unataka kunywa chai asubuhi, unataka kula chakula cha mchana au cha jioni. Mfano huu hapa, umeamua kula chakula cha jioni saa 12, kwa umekula chakula chote kwa lile saa moja, ina maana umefunga masaa 23 kwa siku. Kwa hizi zote ni aina mbalimbali za intermittent fasting au kufunga kwa masaa. Ni maamuzi tu, nitaeleza huko mbele nani anaweza kutumia ipi. Na mwili wetu unafanyaje kazi, au kwa term za kidaktari the body physiology. Pale tuchukulie hapa ni usiku, saa 6 usiku, hapa ni saa 6 mchana, saa 12 jioni na saa 6 usiku.
Umeamua kula lunch saa 6. Kwa hichi kipindi cha saa 6, hii inaitwa feeding state. Maana yake ni kwamba chakula kitachukuliwa, kitakwenda kwenye store, kitaanza kutunzwa either kwenye ini, kwenye misuli, kwenye vitambi. Lakini kwa sababu hutakula tena mpaka saa 12, ina maana kuna wakati itafika utakuwa kwenye fasting state, mwili utakuwa unatumia ile akiba katika hichi kipindi. Ukija kula tena saa 6, saa 12 jioni, unarudi tena kule kwenye feeding state, na baada hapo kama ukula kwa kipindi kirefu hiki mpaka itakapofika tena saa 6 mchana, hichi kipindi chote tunaita the burning state, kwa sababu hiki kipindi sasa hamna chakula kinatoka nje. Mwili unajiuliza kwamba nitapata wapi energy, nitapata wapi nguvu, ndio unapokwenda pale kwenye akiba, whether ikiwa kwenye ini, kwenye kitambi, sehemu za misuli. Sasa tuchukulie hawa wanaokula mlo mmoja, maana yake ni kwamba atakuwa na kipindi kirefu cha kufunga masaa 23, na kadri unapofunga muda mrefu, mwili lazima utafute nitapata wapi nguvu, na ndo kipindi ambacho utaenda kuunguza mafuta, na wewe uzito pale ndo utakapo either kushuka chini au kumaintain pale ulipo. Kwa hiyo the longer you fast, unapata autophagy mrefu zaidi, unapata kuunguza mafuta kwa wingi zaidi. Sasa kwa nini hizi funga intermittent fasting baadhi yetu zinakuwa zinatushinda? Moja, kwamba kuna baadhi ya watu wanapoteza uzito mwingi sana. Kwa hiyo anakuwa mwembamba, anapata wasiwasi, hapana, hii siwezi kuendelea nayo. Kuna baadhi wanajaribisha kwa siku chache kwamba anaona uzito wa ushuki, anasema hapana, hii niachane nayo. Na hapa shinikizo kubwa linakuwa kwenye mitandao yetu ya kijamii kwamba unaweza kupunguza uzito kwa siku 14, unaweza kupunguza siku 30. Imefika siku 30 unaona uzito hujanania, unasema ngoja niache. Wengine uzito unapungua kwa taratibu sana, wengine unapungua alafu unaongezeka, unapungua, anasema hapana. Na kuna baadhi kwamba wanaumwa sana njaa, kwa hiyo anasema mimi nitaacha. Wengine wanapata stomach upset au abdominal upset, anasikia kichefuchefu, anasikia kichwa kinauma, anasikia maumivu, anasema hapana, hii kitu sio ya kwangu. Kwa sababu za watu kushindwa ziko nyingi, lakini nitazielezea jinsi ya kuzitatua. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Wale watu ambao wanakula mara nyingi, maana yake nini? Wanakula mara kwa mara. Kwa kila mara kwa mara, umekunywa chai asubuhi, saa 4 imefika umekula tena, saa 6 imekula, hapo katikati saa 10 umetafuna kitu, unakuwa huna muda wa kuunguza mafuta. Sawa, umekula kidogo kidogo, lakini matokeo yake ni kwamba huwezi kupata ile mafuta kuungua kwa wingi, na unakuwa muda wote wewe unakuwa na insulin katika mwili, na ndio maana uzito unaongezeka, kwa sababu kipindi hiki chote kinaitwa fat storing, yani utunzaji wa mafuta. Lakini kinyume chake kabisa, kama nilipoeleza awali, hawa wanaofunga kwa muda mrefu zaidi wanakuwa na muda mrefu zaidi wa kuunguza hayo mafuta, na matokeo yake wote tunayaona. Tatizo la uzito limekuwa kubwa, na linaanzia kuanzia watoto mpaka linakuja kuendelea nalo kwa wakubwa, na kunakuwa na huo mzunguko. Na hili ni sehemu tu nilitaka kuonesha kuhusu kongosho, ambako ndo insulin inakotoka. Lakini kubwa kwangu, angalia hawa binadamu tulivyobadilika, kwa sababu sasa hivi tuko hapa. Na nini kilichotufikisha hapa? Kilichotufikisha hapo kubwa ni insulin, kilichotufikisha hapo kubwa ni vyakula ambavyo tunakula mara kwa mara. Kwa sababu ukitizama sana,
sio kwamba tunakula nini, lakini tunakula saa ngapi, tunakula mara ngapi. Kwa sababu huku kote tulikuwa tunakula, lakini tulikuwa hatuli kama tunavyokula sasa hivi. Sasa insulin resistance inaanzaje? Hivi vibao nimeweka ni umri, miaka 20 unakuwa una umri wa miaka 30, 40, 50, 60 na kuendelea. Kwa unapokuwa kijana bado unajiona una afya, lakini kwa ulaji kama haukuwa mzuri unapata hiyo insulin resistance au hyperinsulinemia. Maana yake kwamba insulin inakuwa nyingi kwenye mwili na inakaa kwenye ini kama nilivyoeleza mwanzo. Lakini ubovu wake nini sasa itachokuletea? Ukishaanza umri kuwa uko miaka 50 kuendelea, utaanza kupata matatizo ya shinikizo la damu, utaanza kupata matatizo ya moyo, utaanza kupata tatizo la ini, utaingia kwenye kisukari kamili, utaanza kupoteza kumbukumbu, Alzheimer disease, ambayo unaanza kuwa msahaulifu wa kila kitu na kutoweza kutoa maamuzi. Uzito unakuwa mkubwa. Siku hizi wote tunaona magonjwa ya saratani yalipokuwa mengi, lakini ukifuata njia yake yote yalianzia huku kwenye insulin resistance. Na ndio maana binafsi kama daktari sishangai sana kuona sasa hivi tuna teknoloji kubwa zaidi, tuna mahospitali mengi zaidi, lakini na magonjwa yamekuwa mengi zaidi, kwa sababu sio magonjwa yote yanasababishwa na wadudu, lakini kuna baadhi ya magonjwa ambayo ni mengi yanasababishwa na ulaji wetu wa mara kwa mara ambao sio sahihi. Una wanga mwingi sana, una sukari nyingi sana. Sasa ipi ni bora, kula mlo mmoja kwa siku au kula milo miwili kwa siku? Nilieleza sababu kule mwanzo. Kuna sababu nyingi. Kwa hiyo wanaotaka matokeo ya haraka sana wale mlo mmoja kwa siku. Ugumu wake tu kwamba ni mgumu kusustain, utakula mlo mmoja kwa kipindi gani. Lakini ukitaka kinga ya mwili ipande juu na kurefusha maisha, sio kurefusha tu maisha, lakini kurefusha maisha yenye quality. Hamna maana kwamba una miaka 65 na miaka 70 alafu kila mahali kuna ugonjwa, hata hiyo retirement yako au pension yako hutaenjoy. Kwa hiyo fasting inakutayarisha uwe na maisha ambayo yana quality nzuri. Kama nilivyosema mwanzo, ni kula mlo mmoja ni difficult to sustain, inataka uwe na moyo hasa, lakini mwili siku zote unazoea. Ukisha adapt kwamba naweza kula mlo mmoja, na sio lazima ufanye kila siku. Unaweza alternate kula mlo mmoja mara 2 kwa wiki, milo miwili mara 3 kwa wiki, kutegemea na sababu mbalimbali. Wengine kama nilivyosema, uzito unaweza kuisha haraka sana, na saa zingine inakuwa ni vigumu kupata virutubisho vyote au nutrition. Milo miwili kwa siku, mlo wote utakaochagua, whether ni breakfast, chai ya asubuhi, au lunch mchana, au chakula cha jioni, ni rahisi zaidi kupata virutubisho vyote, ni rahisi kudumu nayo kwa muda mrefu. Binafsi mimi natumia sana milo miwili kwa siku, na siku moja milo 3, lakini ni kitu ambacho na kipractice, na sina uzito wa kupoteza, ila nataka kumaintain katika uzito nilokuwa nao, na vile vile kupata immunity ipande juu zaidi, na ni easy kumaintain uzito wako kwa muda mrefu kadri unavyopenda. Pale tunapokuwa hatujala kitu, mwili, narudia, unafanya kitu kinachoitwa autophagy. Na autophagy maana yake nini? Mwili unaanza kutumia kama kutoa energy kwa kutumia chakula chake kilichokuwa ndani kwenye akiba. Sasa pale uzuri wake ni kwamba utabeba kila kitu utachokikuta kwenye cells au kwenye mwili, na ndio maana unapandisha immunity, kwa sababu ikikuta virusi, ikikuta bakteria, ikikuta chembe ambazo zinaweza kuleta saratani, vitu vyote ni kama kujisafisha. Ni autophagy is like recycling na cleaning of the body. Kwa ni kitu muhimu sana pale unapofunga kwa muda mrefu, utapata autophagy. Kadri masaa unavyoongeza ndio autophagy itakavyokuwa nzuri zaidi, kwa sababu traditionally wote tunajua huko zamani, kabla miaka
au uko miaka 70 kurudi nyuma, miaka 70 wote tulikuwa tunajua unakunywa chai asubuhi, unakula chakula cha mchana, unakula chakula cha jioni. Lakini ilikuwa ukisikia njaa jioni, mama au bibi anakuambia we ukula chakula cha mchana sawa sawa. Kulikuwa hamna hivi wa kutafuna katikati. Kwa nini ukula chakula cha mchana sawa sawa? Ulikuwa ukisikia njaa mchana, wanakuambia kwa nini ukunywa chai asubuhi? Na ilikuwa ukisha kula chakula cha jioni, hauli tena paka asubuhi. Kwa kile kipindi chote ulikuwa unapata hii autophagy, ulikuwa unapata cleaning of your body, immunity. Kwa zamani kula milo mitatu ilikuwa haina tatizo. Sasa hivi kilichogeuka, kama nilivyosema awali, tumekuwa tukila sana hapa katikati, na tunakula tatizo vyakula ambavyo sio sahihi sana. Na hata ukitaka kula chakula baada ya usiku, useme usiku tena zaidi unasikia njaa, utunzaji wa chakula, mafriji yalikuwa hayapo mengi kiasi hicho kwa familia nyingi na kila. Kwa hiyo hata kile chakula unachotaka kula hakipo, na kile kichache kilichobaki kinaitwa viporo, kile kimewekwa kwa ajili ya kunywa chai asubuhi. Kwa hiyo tulikuwa tunapata muda mrefu zaidi. Kama ulikula chakula cha usiku saa 1, chai utakuja kunywa saa 1 tena, kwa hiyo unapata masaa 12 ya fasting. Tulikuwa tuzungumzi tu hizi intermittent fasting, lakini fasting ilikuwa inatokea. Sasa upi mlo bora kwako na nini ufanye? Ili uweze kutoka huku uingie kwenye mlo mmoja au miwili, kitu cha kwanza lazima ucondition mwili wako kwamba utoke kwenye kutegemea wanga na sukari, uende kwenye kutegemea chakula chenye mafuta zaidi kuliko chakula chenye wanga, kwa sababu wanga ndio unakufanya wewe ule mara kwa mara. Na unapataje hayo mafuta? Sio lazima tu kwa kula kutoka nje, kwa sababu mwili utatumia mafuta yalokuwa ndani, kwa hiyo utaanza kujizoeza. Kwa mimi nasema unatakiwa tu kwenda taratibu. Wewe chagua mlo mmoja kuondoa kwa siku, wowote ule utakaochagua. Na mara nyingi mlo rahisi zaidi kuondoa ni ule wa asubuhi, kwa sababu hamna mtu atakuuliza wewe mbona ukunywa chai, labda kama ni watoto wadogo, kwa sababu mlo wa jioni kwa watu wazima mara nyingi ndio kipindi unakutana na rafiki zako na kila kitu, unaweza ukauacha ule. Kwa hiyo ukala lunch ukaja kula dinner. Kwa wale ambao wana nia kubwa kabisa, wanahitaji uzito wao mkubwa, mimi nataka kula mlo mmoja tu, unaweza ukaruka hii milo miwili ukaja kula mlo mmoja jioni, bado utapata kipindi kirefu cha mafuta kuunguzwa ndani. Na ninaposemea hapa, unapokuwa ukula kitu, lakini unaweza kunywa maji, unaweza kunywa chai ambayo haina sukari wala asali, unaweza kunywa kahawa, unaweza kuchukua maji ukaweka ndimu, yote haya kwa sababu mwili hamna njaa ambayo inaanza saa 12 asubuhi inakwenda mpaka saa 12 jioni. Njaa sio kitu ambacho kinajisustain. Physiology ya mwili haiendi hivyo. Pale wewe unapokunywa maji au kitu kingine kile, ni kwamba mwili unasema okay, ngoja nikachukue kwenye akiba sasa, kwenye store yangu, badala ya kusubiri tena chakula kutoka nje. Kwa hiyo nani atumie mlo mmoja kwa siku, 1 meal a day or 2 meal a day? Hii kila mmoja wetu atafanya maamuzi yake. Na hapa sizungumzia wagonjwa ambao wanatumia insulin ambao ni type 1 diabetes, sizungumzia watu wenye vidonda vya tumbo ambavyo vimegundulika. Kwa hiyo kila mmoja azungumze na daktari wake. Huu ni ushauri tu wa general kwa wale ambao wanapigana na uzito. Hebu tutizame dini zetu, maana kinachoeleza mimi kingi ni au chote ni science tupu. Dini zetu zinasemaje? Kwaresma inasema watu wafunge siku 40, Wayahudi wanafunga kila Jumatatu na Alhamisi, na mimi nasema tusoma Luka 18:12, hata kulikuwa na msemo unafunga kama Wayahudi. Tutizame dini ya Kiislamu. Ina mwezi mzima wa Ramadhani na mwezi wa Shabani na mwezi wa Rajabu, ukichanganya na suna zile za Alhamisi na Ijumaa, robo mwaka watu wanatakiwa kufunga. Kwa hiyo hata dini zetu, hiki ninachokisema, ukienda kwa Wahindu ni hicho hicho. Kuna faida kubwa sana katika kufunga, kuna faida kubwa sana za kutokula mara kwa mara, na najua kama hujajaribu unakiona ni kitu kigumu sana, lakini mimi na kipractice mwenyewe, na najua na wagonjwa wangu
kadhaa ambao nimewaingiza kwenye hii na tunaona matokeo yake. Kwa sababu mwili wetu unafanyaje kazi? Mwili wetu unafanya kazi kwa aina mbili tu. Either kutunza chakula pale tunapokula fed state, au tunapofunga kwenye fasting state, unatumia kile chakula kilichokuwa kwenye akiba kukitumia kukupa wewe nguvu. Kwa hiyo sio kwamba utakufa kama ukifunga. Na ndio maana sisi tunawaambia wagonjwa wetu, usifunge, kesho nitakufanyia kipimo. Anakaa masaa 12, 14 na anakuja anafanya treadmill, anakimbia kwenye zile baskeli zetu tukitaka kutizama kama ana tatizo la moyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo miili yetu inatakiwa kula na kufunga, lakini sio kula saa zote. Narudia tena, ndio maana muhimu sio umekula nini, lakini umekula saa ngapi, when have you eaten. Ukila mara 6 kwa siku, utegemee kwamba utapata insulin resistance, utapata magonjwa yote yanayoambatana na insulin resistance. Kitu cha kukumbuka, try to fit fasting into your lifestyle. Sio kinyume chake, ujaribu kufit lifestyle kwenye fasting. Asanteni sana.